hivi karibuni na leo nilimuita ofisini kwako. Kuda. Leo sasa anakuja kwa mkuu wa mkoa. Huyu dada aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti nitakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma. Na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba sijajua kama amekuja ofisini. Mwenyekiti. Naam. Yule mjumbe aliyedhamini yuko. Yule mjumbe aliyesaini. Mjumbe aliyesaini huo mkataba inawezekana sasa hivi akawepo ofisini, na yeye nilimwita leo ofisini. Na huyo Juma na huyo dada. Huyo mjumbe, ngoja kwanza taratibu. Huyo mjumbe aliyesaini hapo ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Unamfahamu? Namfahamu. Na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huwa hatutoi mamlaka. Kama hivi niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza kawa anahitaji kufanya biashara. Lakini ofisi yangu, muhuri wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wenyewe una mjumbe yoyote anavana mamlaka na ule muhuri. Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti huwezi kutoka nao. Ninachosema, kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa, muhuri wangu mimi mkuu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka nao mwingine. Lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba. Sawa? Kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani. Lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani huyo yote? Mheshimiwa, kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili. Muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji. Muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ambao huu muhuri tunautumia mimi na wajumbe wote wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa. Naona Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event. Yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini? Mmoja, mjumbe wa serikali ya mtaa unaposaini ile fomu, ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anauza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma kusaini. Baada ya kugoma, unatakiwa kumwandikia barua kwamba huyu mimi simfahamu kama anamiliki eneo hili, hivyo nimeshindwa kusaini fomu yake. Unapoweka sahihi tu, ina maana unabariki kwamba huyu mtu anayeuza hii ardhi ni yake, kwa sababu hii ardhi inamilikiwa kiasili, na nyinyi mko huku chini, mko pamoja na hii jamii, mnajua kabisa ardhi hii ni ya nani. Ndio maana mkurugenzi kabla ya kuanzisha hati anataka nyinyi mnaoishi na hawa wananchi mthibitishe hii ardhi anayeuza ni ya kwake, hii ardhi anayeomba kupimiwa ni ya kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa RC hapa, yeyote ambaye amesaini hiyo fomu na akasababisha huyu dada kutapeliwa, ana swali la kutujibu. Alisaini katika misingi ipi? Hilo ni swala la msingi sana. Hatuwezi kuzuia haya maswala kama tutaoneana aibu. Huo ndio ukweli. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa RC, ikikupendeza, mjumbe yeyote aliyeweka sahihi pale aje tueleze ilikuwa kwa nini, alikuwa na malengo gani, wakati anajua hili eneo sio la muhusika. Haiwezekani Mheshimiwa RC, katika mtaa kama huu hapa mimi nikamiliki ardhi, halafu majirani zangu pale wasijue kwamba mimi namiliki ardhi, watendaji wa mitaa wasijue pale kwangu, mwenyekiti wa mtaa asijue pale kwangu, mjumbe wa mtaa asijue pale kwangu. Ndio maana nasema hili lilikuwa ni tukio la kupangwa. Swala la msingi,
fedha ya huyu dada irudi, na watakaorudisha ni wale waliosababisha hasara. Asante sana Mheshimiwa Nasibu. Huyu ni kamishna wa ardhi, kamishna msaidizi wa ardhi, ambaye hiyo ni taaluma sasa ya kwake huko. Mwenyekiti, umeelewa jambo hilo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeelewa jambo hili kwa sababu. Na mwenyekiti, unafahamu moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa ni pamoja na mtaa wako. Ni kweli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unajua ni kwa nini? Naomba mheshimiwa nisikize kidogo. Ngoja kama mwenyekiti, unajua ni kwa nini? Sababu najua kwa sababu niko kata ya Magwepande, lakini ndio eneo ambalo limekuwa na migogoro mingi, lakini kwa sasa tunaendelea kuimaliza kwa sababu tuna mradi wa upimaji ambao tumeshatoa hati za. Kuna migogoro pia mingi kwa sababu ya janja janja. Nyinyi ni wenyeviti wangu na wafahamu in out. Hii alichokizungumza kamishna hapa awali tumsaidize. Haiwezekani mtu aje na fomu iliyogongwa muhuri